Maswali ulionayo, majibu yake yapo kwa Mungu. Hauna majibu ya maswali ulionayo. Ukitaka upate majibu ya maswali ulionayo, ugeukie msalaba. Ukitaka upate majibu ya maswali ulionayo, ugeukie msalaba. Kujitegemea mwenyewe pasipo Mungu ni kuangamia. Watu wengi tunajitegemea wenyewe pasipo Mungu, ndio maana tunaangamia. Ukitaka upate majibu ya maswali ulionayo, ugeukie msalaba. Usijitegemee mwenyewe. Maandiko matakatifu yanasema katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari ule wa 2, Bwana yu pamoja nanyi mkiwa pamoja naye, nanyi mkimtafuta ataonekana kwenu, lakini mkimwacha atawaacha. Kujitegemea mwenyewe pasipo Mungu ni uangamivu. Kuto kumtafuta Mungu kumefanya Mungu akakuacha. Mungu anataka umtafute kila mara. Kuto kumtafuta Mungu kunafanya Mungu anakaa mbali na wewe. Lazima umtafute Mungu zaidi kuliko unavyotafuta fedha, kuliko unavyotafuta kitu chochote, ili Mungu aonekane. Ushirika wa Mungu na wewe unaondoka kwenye moyo wako kwa sababu haumtafuti. Unamwacha, unakuwa mbali naye. Kwa hiyo kilichoshindikana kwako kwa Mungu kinawezekana. Mtafute Mungu, utamwona Mungu akifanya kwa ukubwa zaidi kwenye maisha yako. Naongelea ushirika. Mungu amenipa neema kuongelea ushirika wa mwanadamu na Mungu. Ushirika wa mwanadamu na Mungu. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia sura ya 17 mstari wa 9, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Moyo wako unakudanganya. Unasikia tu usiombe leo. Unasikia tu usiombe au usiende ibada. Moyo unakudanganya. Unaona mambo ya duniani ni mazuri. Unaona kuendekeza anasa za dunia ni vizuri. Ndiyo maana kuna mambo yameshindikana katika ulimwengu wa roho. Lakini mengine unaweza ukawa unafanikiwa. Adui anakuletea kufanikiwa kwa hayo mengine ili aendelee kukuua katika ulimwengu wa roho usiweze kuomba. Kwa hiyo mimi ninakupa hii, ichukue, imeze, ifanyie kazi. Rudi msalabani, anza kuomba, kwa sababu unakoelekea ni kubaya. Usipokuwa mwana maombi, kuna mambo yataondoka kwenye maisha yako. Ushirika wa Mungu utaondoka, afu utaishi maisha ya kawaida. Usikubaliane na hayo maisha, kwa sababu maisha yanakupeleka jehanamu. Rudi msalabani. Yesu anakuhitaji. Maandiko yanasema Mithali sura ya 16 mstari wa 25, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Kuna njia unaziona ziko sawa machoni pako, lakini ni njia za mauti. Inawezekana ugonjwa ulionao ni kwa sababu uliacha kuomba. Njia iliyo sawa ni hii ninayokupa. Rudia msalaba. Rudia msalaba. Achana na maovu. Naongea na aina watu mbalimbali. Vijana, wababa, wazee, watoto katika mwili wa Kristo. Achana na maovu. Ukiona mwili unakutumikisha, nenda funga, omba. Ukiona kuna hali mbovu inakunyemelea, ondoka kwenye mabaraza ya wenye mizaa. Usikae huko. Usikae kwenye hayo mabaraza. Njoo kanisani. Ibada, kazi yako na ibada. Omba kwanza, fanya kazi. Omba kwanza, fanya kazi. Hii ndio kanuni ya kiroho dunia nzima. Omba, fanya kazi. Petro wa pili, ile sura ya 2 mstari wa 4 na wa 9. Kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza, walindwe hata ije hukumu, basi Bwana ajua kuwaokoa watauwa na majaribu na
kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu. Mungu ana uwezo wa kuokoa watauwa wake. Wewe ambaye uliacha kuomba, rudi msalabani. Rudi msalabani. Rudia msalaba. Rudi kwenye msalaba. Rudi, piga magoti, lia. Mungu anataka machozi yako. Ulie ili akusaidie. Bwana asifiwe. Ukisoma Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 15, maandiko yanasema, bali msipoisikia sauti ya Bwana, mkiasi amri ya Bwana, ndipo mkono wa Bwana utakuwa juu yenu. Mkiasi sauti ya Mungu. Mungu anakuita urudi msalabani, unakataa. Biblia inasema mkono wa Mungu utakuwa juu yako. Kwa nini ufikie huko mkono wa Mungu juu yako? Mapigo unayoyapata ni kwa sababu sauti ya Mungu ya kurudia msalaba ulikaidi. Ni kwa sababu unapata mapigo. Rudia msalaba. Funga, omba kwa ajili ya watoto, omba kwa ajili ya kanisa, omba kwa ajili ya jamii, omba kwa ajili ya taifa. Omba. Rudia msalaba. Mkono wa Mungu usiwe juu yako, kwa sababu yatakao kuja maovu yatakushambulia, kwa sababu yatakuta uombe, kumtumikia Mungu, hakuna maombi ndani yako. Kwa hiyo Mungu anasisitiza rudia msalaba. Anakupenda sana. Bwana asifiwe. Yohana sura ya 15 mstari wa 6. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Wewe ambaye hukai ndani ya Yesu, uko hatarini. Wewe ambaye umeacha kuomba, uliacha kumtafuta Mungu, uko hatarini. Leo Mungu anasema anakupenda. Usinyauke mwanangu. Rudi msalabani. Mungu anakuhitaji ili akutoe kwenye hilo shimo. Unaweza ukafika kwenye ibada ya Ijumaa hapa, lakini pia katikati ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili, karibu pia hapa utakutana na huduma ya maombi na maombezi itakuwepo. Wewe piga simu namba unayoiona hapo. Mimi nipo masaa 24. Mungu ameniita niweze kufanya hii huduma. Kwa hiyo karibu sana. Lakini pia utakutana na watumishi wa Mungu wengi. Ili eneo lina neema ya watumishi wa Mungu wengi. Usiponikuta basi kuna watumishi pia ambao pia wako kwenye eneo hilo la maombi na maombezi. Lakini na uhakika ukinihitaji kwa ajili ya maombi utanipata, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Karibu sana. Wewe unatakiwa ugeukie msalaba. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa mtoto wako huyu. Umesema naye kwa maneno haya machache sana. Unamhitaji ugeukie msalaba. Na sasa yuko tayari kugeukia msalaba. Kwa maamuzi aliyoyafanya ya kugeukia msalaba, naomba kuanzia sasa Roho wako asimpungukie. Rudisha ushirika wako na yeye, akaburudike katika Roho, na adui asipate nafasi kwenye maisha yako. Mpe kibali cha kufika kwenye huduma ya maombi na maombezi katika kanisa la Nuru ya Maombi na Maombezi, ili aweze kukulia wokovu, aweze kujua jinsi ya kuomba, na aweze kujazwa zaidi nguvu yako. Katika jina la Yesu namwachilia mtumishi wako huyu mikononi mwako, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana na kukaribisha. Naitwa Mchungaji Samson Simon. Nampenda sana Yesu sana. Nina uhakika na yeye, na ametenda makuu sana. Ninapoendelea kuombea watu, ninaona watu wakifunguliwa, ninaona watu wakipokea mambo magumu yaliyoshindikana kwa Mungu akifanya, na ninawaona wakisimama kwa Mungu. Sitaki nikuombee alafu uendelee na maisha ya kawaida. Nataka nikuombee, nikufundishe misingi ya kusimama kwa Mungu, na uwe mcha Mungu, uwe mwana maombi, uwe unaomba wewe mwenyewe. Sitaki nikupe miujiza, sijaitiwa hicho kabisa. Mimi sijabeba miujiza. Nimembeba Yesu kwanza, mengine baadaye. Yesu kwanza, mengine baadaye. Ugeukie msalaba. Amen.